طيب فصل في بيان أن قرار المرأة في بيتها واجب وخير لها. Ni upambanuzi katika kubainisha kuwa hakika kutulizana, anna qarara almar'ati, hakika kulazimiana kwa mwanamke, fi baitiha, katika nyumba yake, wajibun, ni jambo la wajib, wa khairul laha, na ni khairi zaidi kwa yeye. Faslun, huu ni upambanuzi, fi bayani, katika kubainisha, anna qarara almar'ati, hakika kulazimiana kwa mwanamke, fi baitiha, katika nyumba yake, wajibun, ni jambo la wajib, wa khairul laha, na ni khairi kwake yeye. I'lamu rahimanillahu wa iyyakum, jueni Allah anirehemu mimi na nyinyi, anna almar'ata almuslimata as-salafiyata, hakika mwanamke wa Kiislamu wa kisalafi, hiya allati talzamu baitaha, ni yule ambaye analazimiana na nyumba yake, wa hiya ta'budu Allah ta'ala, hali ya kuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, biwaw ni waw alhal, wa hiya ta'budu Allah ta'ala, hali ya kuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, imtithalan li amri Allah ta'ala, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah hali ya kuwa ametukuka, duna alkhuruji, pasi na kutoka nje ya nyumba yake, illa lihajati shar'iyya, isipokuwa ataruhusiwa kutoka kwa haja ya kisheria itakapokuwa imeita. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah tabarak wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna, na lazimianeni katika majumba yenu, wala tabarrajna, na wala msitangetange, tabarruj aljahiliyyati alula, kutanga kama kutanga ambako walikuwa watanga wanawake walikuwa katika zama za kijahili, zama za ujinga. Wa aqimna as-salah, nasimamisheni swala, wa atina az-zakah, na toeni zaka, wa ati'na Allah wa rasulahu, na mtiini Allah na mtume wake. Innama yuridu Allahu, hakika anataka Allah, yudhhib ankum ar-rijsa ahla al-bait, kuondosheni nyinyi uchafu watu wa nyumbani kwa mtume, wa yutahhirakum tathira, na kusafisheni ukweli wa kusafisheni. Sawa. Waqarna fi buyutikunna, na tulizaneni katika majumba yenu, wala tabarrajna, na lazimianeni. Waqarna, kuna lugha mbili hapo, waqarna na waqirna. Ukisema waqarna ina maana ilzamna, lazimianeni na majumba yenu. Ukisema waqirna bikasri alqaf, ina maana tulizaneni, tulizaneni. Kwa ni lugha mbili tofauti. Waqarna, lazimianeni, waqirna, tulizaneni. Kwa maana hapo itakuwa ni waqarna fi buyutikunna, lazimianeni katika majumba yenu. Hapo ndio tuliposema wujubu qarari almar'ati fi baitiha. Napata kujifundisha kitu kwamba kuna uwajibu wa mwanamke kulazimiana na nyumba yake, wujubu qarari wa qirari almar'ati fi baitiha, wajibu wa kulazimiana na mwanamke kutulizana ndani ya nyumba yake. Sawa. Dalili, waqarna fi buyutikunna, na lazimianeni katika majumba yenu. Wa fi qira'a waqirna fi buyutikunna, na tulizaneni katika majumba yenu. Sawa. Hii ni faida ya kwanza, wujubu qarari wa qirari almar'ati fi baitiha, wajibu wa kulazimiana na mwanamke kutulizana ndani ya nyumba yake. Lakini vile vile tunajifundisha katika hiyo aya tahrimu tabarruji, tahrimu tabarruji, uharamu wa kutabarraj,
tabarruj at-tabarruj nasema hivi tahrimu at-tabarruji وحرام وكتبرج تحريم التبرج حرام وكتبرج يعني كتانغا لقوله تعالى ولا تبرجنا ولا مستانغي يلا حرف النهي والنهي في القرآن تفيد ماذا؟ التحريم والنهي في القرآن يفيد التحريم nakatazo likija kwenye Qur'an linafundisha uharam wala ni haramu wala tabarrajna na wala msitangetange lakini haramu kutanga kwa hiyo tahrimu at-tabarruji lilmar'ati almuslima ni haramu wa kutangatanga kwa mwanamke nani wa Kiislamu wat-tabarruju huwa idhaharu المرأة زينتها أو تبرج هو إظهار هو إظهار المرأة الزينة للزينة ni kitendo cha mwanamke kudhihirisha mapambo yake inaitwa nini at-tabarruj sawa at-tabarruj nini ikhra au idhaharu al-mar'ati lizina ni kitendo cha mwanamke kudhihirisha nini mapambo yake imma bil khuruj imma kwa kutoka sana nje ya nyumba wa imma bitazayyuni wa idhhari zinatiha na imma kwa kujipamba kisha akadhihirisha nini haya mambo na ndio Sheikh Abdulrahman As-Sidi anasema la tukthirna al-khuruja msikithirishe kutoka nje ya majumba yenu mutajammilati au mutatayyibat mkiwa mmejipamba au mmejipaka nini manukato kaadati ahli الجاهليه sawa kama ada ya wanawake kijinga sawa waqimna as-salata kwa hapo sasa nitajeni halul mar'ati inda baitiha au fi baitiha halul mar'ati fi baitiha hali anayotakiwa kuwa nayo mwanamke ndani ya nini nyumba yake si kwamba ameambiwa tu atulizane alazimiane na nyumba yake kwa kulala usingizi na kukaa tu naangalia nini hapana la bali ameambiwa asimamishe swala wa aqimna as-salah na asimamishe swala atina az-zakat na tuweni zaka wa ati'na Allah wa rasulahu namtini Allah na mtume wake kwa hiyo hali mar'ati al-muslima fi baytiha hiya ta'atu Allah تبارك وتعالى ورسوله بفعل الواجبات وترك المحرمات وكفanya mambo ya wajib na kuacha mambo ya haram وفعل المسنونات na kufanya mambo ya sunna وترك البدع والمكروهات na kuacha bid'a mambo ya karaha hiyo ndio hali anayotakiwa awe nayo mwanamke ndani ya nyumba yake wa kisalafi akiwa ndani ya nyumba yake anampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ndani ya nyumba yake yani kila anachokifanya ndani ya nyumba yake anakifanya kwa lengo la kumpwekesha nani Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye kila anachokifanya akipika anafanya kwa ikhlas akifua anafua kwa ikhlas akisoma Qur'an kila anachokifanya lakini vile vile anamfuata mtume alayhi wasallam na tatbiq sunna ashikamana sunna ya mtume Muhammad alayhi wasallam anafanya yale yote anayofanya kama alivyofundisha mtume alayhi salatu wassalam lakini vile vile anakaa mbali na shirki anakaa mbali na bid'a ajipinda katika taa mbalimbali as-salati waz-zakati wa ghairi dhalika wa ghairihima hiyo ndio hali anayotakiwa kuwa nayo mwanamke si kwamba anatakiwa alale tu la pana memba hapa طيب انما يريد الله حقيقه anataka Allah subhanahu wa ta'ala liyudhhiba ankum ar-rijsa kuondosheni nyinyi udhia shari na uchafu
sababu ar-rijs ina maana al-adha, dhia, kutoka nje majumba yao wataudhiwa, sawa. Lakini vile vile udhia au ar-rijs ina maana pia al-shar, shari yote. Ar-rijs pia ina maana al-khubuth, uchafu, sawa. ahla albayt wa yutahhirakum tathira, enyi watu nyumbani kwa mtume, na nataka Allah kusafisheni, ukuje kusafisheni. طيب